ya urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapotoa neno kwa mbeba maono wa kisima cha makimbilio alisema ni mwaka wa urejesho 2026. Ikiwa kuna mwingine aliambiwa ni mwaka wa ukuu, kuna mwingine aliambiwa ni mwaka wa ushindi, lakini kwetu ikawa tofauti, ni mwaka wa urejesho. Kwa nini ni mwaka wa urejesho? Imekuja ni kwa majira na wakati sahihi kwa ajili ya kisima cha makimbilio. Sasa wakati Bwana anaendelea kuwarejesha, wengine wamerejeshwa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Si mnaona hata ndoa zinazoendelea ni urejesho wa ndoa katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukafanya tathmini kwamba mwaka jana labda ndoa zilikuwa ngapi kwa kanisa hili, wangapi waliolewa, wangapi walioa. Tunaangalia watoto waliozaliwa ni wangapi. Amekwambia atatufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Tunazidije? Ni vitu kama hivyo. Yaani tunaweza tukachukulia katika udogo kwamba ndoa ni vitu vya kawaida. Lakini kuna kanisa mwaka unaisha hawajafunga ndoa, na watoto wanazaliwa lakini hamna ndoa. Sio baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunakuwa tunatembea nje ya mpango wa Mungu. Lakini kama ukienda sawa sawa, urejesho utawakuta sawa sawa na neno lilivyokusudiwa na mbeba maono. Tunapoambiwa kwa habari ya matengenezo katika kupokea au kuendelea kupokea urejesho, kuna vitu ambavyo kama Mkristo mimi na wewe tunakumbushwa au tunakumbushana. Ulikuwa ukija mstari wa Ufunuo sura ya 2 mstari wa 5 peke yake. Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 5. Aliyefika anaweza kasoma. Sura ya 2 mstari wa 5. Kinala chako. Bwana Yesu asifiwe. Kinala chako tunaweza tukasema ni baraka zako, ni mahali pako, mahali ambapo Bwana amekubarikia. Inaweza ikawa watoto, inaweza ikawa ndoa, inaweza ikawa ni kazi, inaweza ikawa ni biashara, inaweza ikawa ni huduma kama mchungaji na vitu vingine ambavyo tunasema ni kinala, kitu ambacho unakitegemea, kitu ambacho kinakufanya unaonekana, unatolewa kwenye lile eneo ambalo ilibidi uwepo. Na ndio maana sasa tupo kwenye urejesho, lakini tunakumbushwa, kumbuka ni wapi ulipojikwalia ukatubu. Lakini usipotubu naja upesi kukiondoa nini? Kinala chako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati naletewa hili neno nikaa na tafakari mara nyingi, ni kwa nini naletewa? Nikaingia kwenye toba mimi binafsi. Inawezekana hili neno ni kwa ajili yangu, sio kwa ajili ya kanisa. Wakati naendelea naniambia kawaambie wanangu. Kawaambie wanangu. Sasa anakuja upesi kukiondoa kinala. Kinala gani? Najiuliza ni kinala gani? Okay, ni mwaka wa urejesho ambao kila mmoja kuna eneo ambao Mungu amempa. Kila mtu ana eneo lake analofanya kazi kwa ajili ya kipato, kwa ajili ya matumizi mengine, mahitaji mengine kama mwanadamu anaendelea kuishi. Lakini kwa sababu wanadamu ya kurudia, kukosa ule utulivu, kushindwa kutembea katika matengenezo au kushindwa kutengeneza katika ule utii, Mungu anasema anafurahiwa na watakatifu waliopo duniani. Sawa sawa? Na maanake tunaamini anayependwa sana na Mungu ndiye anayefanywa vingi zaidi. Ni sawa sawa na mtoto. Ukawa unakuja huu mfano hivi. Kwenye nyumba unaweza kuwa na watoto 3, 4, 5. Lakini mtoto anayetumwa sana ni yule, anayependwa sana ni yule ambaye mtii. Ukimwambia nenda mahali labda dukani, haubageni naye. Mama mimi nimechoka, mama mbona unanituma tu mimi? Nenda anaenda. Fanya anafanya. Sasa Mungu si zaidi? Mungu ni zaidi. Sasa nikawa inanijia kwamba kinala anakuja anakiondoa kinala tusipotubu, tusipofanya matengenezo. Kumbe katika urejesho, ili mimi na wewe turejeshewe na tuendelee kutembea katika huo urejesho, ni lazima kufanya utii. Ni jambo la kwanza ambalo kanisa tumekosa. Bwana Yesu asifiwe. Utii, tunaweza tukaanza na moyo wa ibada. Utii katika ibada ni jambo ambalo linasisitizwa sana.
Ibada inatangazwa au vipindi vya maombi vinatangazwa, haupo. Mungu anakubariki ukiwa unasikia neno kutoka wapi? Mungu anakubariki ukiwa wapi? Unasikiliza nini? Unatembea na mafundisho ya namna gani? Aidha wewe umekuwa ni mtu wa mila na desturi kwamba ibada ni Jumapili. Yaani unaabudu katika mila na desturi kwamba Jumapili kwa sababu watendi kazini. Jumapili kwa sababu biashara nyingi zinafungwa. Mimi ndio nafasi ya kwenda, yaani Mungu unamtolea baki. Yale mabaki yale. Kwa sababu Jumapili mimi kwangu huwa nahesabu sio siku ya mapumziko. Sio siku ya mapumziko, ni siku ambayo wewe unakaa na Mungu kwa mazungumzo zaidi kama tulivyoimba ule wimbo. Sio wakati wa kufika ibadani na kuanza kutafakari kwamba ibada ishe mapema na nina meeting, nina appointment na mtu. Mungu anataka ufahamu wako na kila kitu vimtazame hiyo siku moja ambayo naamua kwamba siku ya leo nataka mazungumzo na Mungu. Umsikie, uzidi kumfahamu, nizidi kumsikia. Sasa nimekaa hapa naangalia simu, message imeingia, amesema shafika Korogwe, mimi sasa najibu, ibada inakaribia kuisha. Mungu unamsikia saa ngapi? Tujitazame kama kanisa anapotuambia tusipotubu anakuja upesi kukiondoa kile kinara. Zile nafasi ulionayo unaweza kujikuta ulikuwa ni muombaji mzuri sana, lakini imefika mahali hata kuomba uwezi. Yaani unasikia uzito usio wa kawaida. Ni kwa sababu gani? Utulivu binafsi na mazungumzo wewe na Mungu hauna. Kwa sababu kuzungumza sisi na Mungu ni neno, ni maombi. Tofauti na hapo tunabolonga. Matengenezo anataka tuyafanye ukiwa ni mwaka urejesho imebakia miezi 4 au 5, wa 8 wa 9 10 11 12. Miezi 5. Bado ni mingi sana kwa Mungu. Ni mingi sana. Inawezekana mimi urejesho wangu ni mwezi wa 10, kashanirejesha vingine, lakini bado ninatumaini kwamba kuna kitu ninachokitazamia mimi katika hali ya damu na nyama. Rohoni vitu vilishaachiliwa. Kuja kwenye damu na nyama inahitajika juhudi. Yanahitajika matengenezo. Umwambie Bwana, utengeneze moyo wangu. Mimi niko hapa. Kwa habari ya urejesho, sioni kitu ambacho kinatokea katika damu na nyama. Ni wapi naanza kujitathmini? Wakati neno jioni ya leo linaendelea kuzungumzwa au unalisikia, jifanyie tathmini binafsi. Kwa Mungu nimekuwa mbinafsi? Kwa Mungu kuna vitu gani ambavyo nimefanya vinavyonitenga nisiendelee kupokea? Unaona umeshaambiwa mambo mengi na watumishi, Mungu anataka afanye hiki, Mungu anataka kufanya hiki, lakini mbona akiji? Shida ni wapi? Yaani kama Mkristo lazima ufanye tathmini. Toka Januari mpaka sasa hivi nimeongezeka kwenye neno, nimeongezeka kwenye kuomba na moyo wa ibada. Iwe ni moyo wa kusifu, unapofika wakati wa kusifu na msifu kweli Mungu. Ikiwa ni muda wa kuabudu na abudu. Aje upesi kukiondoa kile kinala. Manake usipofanya matengenezo wakati huu tukarudi magotini, tukaomba toba, anaondoa hata kile kidogo alichokubarikia. Manake hivi anavyokuondoa kwenye mwili na damu tunaviona. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta ndoa yako ilikuwa nzuri, mnaanza magovi hapo ndani. Shida ni nini? Umeshamfanya Mungu mtu mume wako. Umepewa mtoto tayari na kanisani hatukuoni. Mungu anakiondoa iko kinala, si ndio umetegemea hapo? Ni mahali ambapo unapategemea, lakini hujategemea katika ule uzuri ambao Bwana anautaka. Mwanangu iwe ni chanzo cha mimi kumwabudu Mungu zaidi, kwamba hata huyu ni Mungu ndo kanifanyia. Kuna mwingine anatamani mtoto niliye naye hajampata bado anaichochemelea neema. Anaichuchumalia neema hiyo, lakini wewe ukuomba. Kuna mwingine hajampa mtoto wala hakuwa amepanga kwa habari ya mtoto, lakini kuna mtu analia kila siku apate mtoto. Kwa nini upate mtoto halafu ukuruhusu Mungu aje akuondolee furaha kwa sababu ya mtoto? Inawezekana mtoto asiondoke, ukapigwa magonjwa, mtoto ikaa kila siku ni hospitali, unaenda unarudi, utamfurahia huyo mtoto? Utakuwa umeshaondolewa kwenye ile kinala ambacho ilibidi iwe ni furaha kwa ajili ya kuongezewa, kwa ajili ya ongezeko. Alivyosema nendeni mkazae, mkaijaze nchi, mkaongezeke. Halitakuwa ni ongezeko, bali litakuwa ni jaribu. Mtoto Mungu amenipa, lakini limekuwa ni jaribu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wapi ulipojikwalia ukatubu? Unapitia changamoto ya uchumi. Inawezekana kuna mambo mawili. Napitia changamoto ya uchumi kwa sasa, sijao mwaminifu kwenye mambo ya matoleo. Limbuko hamna, zaka hamna, shukrani hamna, nikitoa natoa mabaki. Unataka iko kinala kiendelee kubaki? Hiyo kazi lazima itafyekwa.
Kama ni biashara itafyekwa. Upo kwenye kazi, miaka inaenda inarudi. Mungu amekupa tu kiasi ambacho cha kuzunguka nacho. Usogei. Wengine wanapandishwa mishahara, upo. Wengine wanaongezewa sijui posho, upo. Shida ni wapi? Leo tunapozungumzia habari ya urejesho, kumbuka ni wapi nimepungukiwa. Ni wapi ninabolonga ili nitengeneze. Kama ni eneo la matoleo, nifanyeje? Na Mungu anazungumza. Sio kwamba Mungu amekaa kimya. Mungu amekuwa akisema na kanisa kupitia mtumishi, kupitia watumishi, hata kupitia sisi wenyewe. Anakuambia lakini unapingana na ile nafsi. Kuna mmoja anafanya ni mjasiriamali kawaida, lakini Mungu toka Januari akawa amezungumza naye kwamba kwenye limbuko ambayo watu tunatoa Januari ndio limbuko ya miezi 12. Maana yake unafanyia ukombozi ile biashara yako kwa miezi ile mingine 11, lakini unatoa limbuko ya kwanza ya mwezi. Kama ni mfanyabiashara utajua ni nini. Kama unauza sahani utatoa kwenye vitu vya dukani kwako, au faida ile ya kwanza ya mwezi wa kwanza yote. Wangapi wanafanya hivyo? Ule mshahara wako milioni 1 yote ukaitoa kwa kila mwezi. Wakati kuna wengine wanafunga ule mwezi wa kwanza wanaufanya kama limbuko yao ya rohoni. Wanafunga siku 30 zote. Ile chakula ambacho angekula yeye kama yuko ofisini, anamtafuta mtu ambaye hana uwezo, anakuwa anampa. Labda kila Jumatatu hadi Ijumaa wanatumia 15,000 ya kula mchana. Anamtafuta mtu. Kila siku atakuwa anampa ile hela. Hivyo huyo mtu Mungu atamuondolea kinala. Atabaki kama alivyo. Ni tofauti na mimi naibugia Januari to Disemba. Sikumbuki nini limbuko? Sikumbuki shukrani, sikumbuki cha zaka. Na hata zaka nikitoa stoi kamili. Na Mungu anakuambia leteni zaka kamili. Sio fungu la 10 wewe unatoa 5%. Yule mtu akamwambia hivi, kwa habari ya limbuko, yeye inabidi atoe kila mwezi. Yaani kila mwezi faida ya kwanza inabidi aitoe limbuko. Mpaka pale aliposema tena stop. Kwa hiyo Mungu anazungumza. Alafu kuna mwingine akaambiwa atoe 40% ya kila mapato yake. Yaani haijalishi ni leo, kesho kutwa mtondogo, 40%. Kwa hiyo ukipata 10,000, 4,000 ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu hana limitation, au tuseme sisi hatupo chini ya sheria. Anapotaka kubariki wewe na huyu, maagizo ni tofauti. Maelekezo ya yule ni tofauti. Nini kinafanyika? Tunakosa utii. Tunafanya ya kwetu. Sasa anakuambia jioni ya leo, naja upesi kukiondoa kinala usipotubu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaangalia dhambi inatutenga na utukufu wa Mungu. Kwamba katika matengenezo, jambo la kwanza kabisa ambalo linatuweka mbali ni dhambi inatutenga na utukufu wa Mungu. Jambo la pili, baraka zako zinaondoka. Anapozungumzia kinala, ya kwanza imeandikwa. Ya kwanza, dhambi inatutenga na utukufu wa Mungu. Ya pili, baraka zako zinaondoka. Jambo la tatu, vitu vyote unavyovitegemea vinaondolewa. Ukishindwa kutubu kwa wakati, anakuambia nuru inatoweka. Kinala inawezekana ulikuwa una utukufu, ukienda mahali una utiisho, imefika mahali unatembea uko mtupu, hauna nuru ya Kristo tena. Ya kwanza, dhambi inatutenga na utukufu wa Mungu. Ya pili, baraka zako zinaondoka. Ya tatu, usipotubu vitu vyote vinaondolewa. Tunakumbuka somo letu ni matengenezo katika kuuendea urejesho. Ya 4, unaanza kutembea kwa kupapasa. Tunaposema unayatembea kwa kupapasa, utakuwa unafanya vitu ambavyo huna uhakika kama ni Mungu kasema. Huna uhakika. Biashara unafanya, lakini je, ni biashara sahihi kwa mazingira ambayo upo? Ni biashara sahihi kwa wakati wako wewe? Hiyo tunasema unatembea kwa kupapasa. Aidha, kwa wale ambao wapo kwenye level labda ya mahusiano, utaingia mahusiano ambayo ni feki au mahusiano ambayo sio ya kwako. Kwa sababu gani? Nuru ya Kristo imetoka,
baraka zako zimeondolewa, vitu vyote vimeondolewa kwa sababu ya dhambi. Nuru imetoweka. Nuru ikitoweka, maana yake ninatawala giza. Sasa ukiwa katika giza utajiongoza wewe, kwa sababu nuru ikitoweka, Roho Mtakatifu hatakuwa msaidizi tena. Utakuwa unafanya vitu kwa akili zako. Haya ni matengenezo ambayo Roho Mtakatifu anataka turejeshe, ili turejeshewe nuru ya Kristo, ili turejeshewe baraka zetu, ili turejeshewe mtembeo mpya na Roho Mtakatifu ambaye atatusaidia kutembea pasipo kupapasa. Lakini pia dhambi sio ya kuipotezea. Unapogundua umemtenda Bwana Yesu dhambi au umefanya kosa lolote, ni wakati ule ule wa kurudi kutengeneza magotini. Usisubiri. Kadiri unavyojicheleweshea ndivyo tatizo linavyozidi kuwa kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi sio kitu cha kupuuza. Ili Mungu asitoe kibali urejesho kuona, kama una macho ya kuona, kwa yeyote ambaye tayari ameokoka, Roho Mtakatifu anatembea naye, kuona huwa inakuwa ni kama zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uone mambo yako. Lazima uone kama ni familia, kama ni watoto, kama ni biashara. Macho ya kuona lazima uwe nayo, ambayo Roho Mtakatifu mwenyewe huwa anatusaidia kuona mambo yanayoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Sasa unapokuwa umetawaliwa na dhambi, ni nadra sana kuona mambo ambayo inabidi uyaone. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaondolewa macho ya kuona, usikivu, kusikia. Huwezi kumsikia tena Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema haya yatarudi baada ya kuanza kusoma sana neno kwa maombi na kwa msaada wa Roho Mtakatifu, kama ambavyo mwanzo baada ya kuokoka tu ulikuwa unatamanio sana la kumsikia Roho Mtakatifu. Ulikuwa unatamanio sana la kumsikia Mungu. Ukisikia mtu anakuambia namsikia Mungu, na unasema anamsikia Mungu? Anaona nini? Kwa hiyo ikawa ni ulipookoka mwanzo ukawa unatamani sana baadhi ya vitu uvifahamu. Imefika mahali wokovu umeuzoelea. Imefika mahali umetembea nje ya wokovu, si katika ile neema ambayo mwanzo ulikuwa unaitafuta kwa bidii. Na Mungu anatuambia, nawapenda wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii. Ile bidii ya kumpenda na kumtafuta Mungu ndani yako imekufa kwa sababu umekosa matengenezo, kwa sababu tu umekosa utii, kwa sababu tu dhambi imetawala. Dhambi ikitawala inakuondolea kile kinara ambacho unakumbushwa leo ni kutubu. Jioni ya leo inawezekana neno halijaja kwa ajili ya kila mmoja, lakini kuna mmoja tu ambaye Roho Mtakatifu ananena naye, anasema naye kwamba angalie, afanye tathmini, ni wapi alipojikwalia, ni wapi alipofanya yasiyofaa, ni wapi ambapo kumekuwa na kizingiti kinachomzuilia kupokea kwenye urejesho. Kitu gani kinachomzuilia asione mbele yake? Kitu gani ambacho kwake kimeleta mkwamo? Je, ni tabia zangu zimekuwa haziwafurahishi watu? Tabia zangu hazijaa kielelezo mbele za wengine? Je, inawezekana ikawa ni ongea yangu? Nimekuwa makwazo kwa Kristo, nimekuwa makwazo kwa watu wengine, kwa sababu unapokuwa kikwazo, haijalishi, inawezekana si katika kanisa, si kwa wapendwa wenzako, lakini huko nje wale unaowatenda bado ni wanadamu ambao Mungu kawaumba. Tunaenenda vipi? Unaweza kujibizana na mtu kwa simu vibaya, afu baadaye anasema mtu mwenyewe anajifanya ameokoka nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapouendea urejesho au kuendelea kumtazama Mungu katika hali ya kurejeshewa, tumtazame Mungu kwa upya. Jioni ya leo tunapoenda kutubu, tusiwe binafsi. Kanisa letu bado linahitaji neema. Neema inayozidi ipo, lakini haipo kwa ajili ya kila mmoja. Kwa sababu gani? Matengenezo ndani ya mioyo yetu. Kinachotakiwa kikubwa ni matengenezo. Kwa hiyo unapoingia kwenye toba au wakati huu tunapoenda kumwambia Bwana, kumbuka, kama ulivyosema tukumbuke ni wapi tulipojikwalia kama kanisa, kama familia. Ukawa unakuja mfano mdogo sana kwamba kuna ushuhuda nimewahi kusikiliza. Huwa naamini katika shuhuda watu wengi wao wanainuliwa. Yule mama aliachana na mume wake miaka mingi sana. Watoto wake akakaa nao, akakua, akawasomesha, wakawa na maisha yao, lakini baadaye wakati huo akawa alishaokoka zamani. Hana mume tena, lakini mume wake bado yuko hai, alishaoa. Ameokoka, amemtumikia Mungu kwa
kubwa, yani siku nyingi sana. Sasa anakwambia yeye ilikuwa ikifika sehemu ile ya toba haoni cha kuomba rehema. Yaani akijitazama na wapenda majirani, anawasaidia watu, ana foundation zake za yatima, wajane. Akiangalia ile Yakobo inasema dini safi ni kwenda kuona wagonjwa, yatima, wajane. Kwa hiyo akaona ile dini amefanyaje? Anaikamilisha. Na kwenye maombi ni mtu anahudhuria, kwenye ibada anahudhuria. Sasa siku hiyo akahudhuria kongamano tofauti na alikokuwa amezoea. Na ndio hapo tunataka kuzoelea ibada, kuzoelea watumishi. Nikisimama mimi hapa kuhubiri na angekuepo Apostle Benedict, hapa ndio ungemsikia na ndio ungejua ni Roho Mtakatifu anasema. Akisimama mwingine anajiongelesha. Mungu anamtumia yeyote amtakaye, sio unayemtaka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akawa alishazoelea ibada, akawa amezoelea watumishi wakimwambia kwa habari ya samehe, achilia. Samehe, achilie nini? Yeye hana mume hapo. Akaenda kwenye hiyo huduma. Amefika Mekatu, akamwambia mama njoo. Likali linazungumziwa somo la toba hivi. Akamwambia kaongea, akamuita. Akamwambia hivi, mmeo yuko wapi? Kumbuka alishasahau, ni miaka na miaka hayuko naye. Akamwambia mimi sina mume. Akamwambia sina watoto? Hajaenda na watoto? Akamwambia ndio ninao. Sema sawa. Lakini inaonekana kuna kitu. Mungu ilibidi amekuinua kwa ukubwa, lakini kuna mtu umemshikilia, ni mume wako. Mungu anataka usamehe. Anakwambia alipiga makelele. Na yeye siku zote ilikuwa eneo la kusema anaingia kwenye rehema au kwenye toba. Haombi kabisa. Anakwambia wala niambie niombe kingine, lakini sio sehemu ya kusema naomba rehema, baba nisamehe. Anakwambia hajawahi kuona kosa kabisa na ameokoka. Tunajifunza nini? Na Mungu anatuambia hivi, ukisema huna dhambi, wajidanganya mwenyewe na kumfanya Mungu kuwa muongo. Lakini yeye anakwambia hilo neno alikuwa nalo na hakuwa anaona kosa. Siku moja tu ndo ambaye alifunguliwa. Baada ya kufunguliwa anakwambia maisha yake yakabadilika complete. Ni kukosa maarifa, kukosa ufahamu. Neno alikuwa nalo, watumishi walikuwepo, lakini kwa sababu ya kuchukulia mazoea. Na wale walishamwambia kuna mahali unatakiwa kusamehe, lakini wale hawakufunuliwa ni nani. Kwa hiyo ndio maana hata kwenye mafunuo pia inabidi mtu tupewe fulu. Nisikwambie tu utaolewa na nani. Nakwambia tu naona kuna hela zinakuja zinatokea hapa. Nikupe habari zote kwamba kuna 1, 2, 3. Pale kaenda kaambia hujamwachilia mtu anaitwa mume wako jina hili na hili. Pale Roho akawa wazi, akajifunua, akalipuka, kaongea vya kuongea, sijamsamehe kwa sababu alinidhulumu hiki, alinifanyia hiki, alinisaliti hivi. Akamwambia unahitajika kusamehe. Baada ya hapo yule mama sasa ikageuka ikawa ni ushuhuda kwa watu wengine. Akisimama kwa habari ya msamaha, anaambia tangaza msamaha hata kwa mtu usiyemjua. Yaani Wakristo tunatakiwa kufanya toba hata kwa mtu ambaye hujui ni nani atakuja kukosea. Naomba rehema hata kwa ajili ya yule ambaye amewahi kunikosea pasipo mimi kujua. Yaani wewe hujajua, lakini inabidi tufanye toba kwa ajili ya hao watu. Kuna wakati kitu ambacho unaweza usielewe. Sundi ananiongelea vibaya, mimi sipo. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, tuelewe. Huyo mtu anaendelea kuomba kwa habari wa kuwapenda kuwaombea wanaotuuzi, kuwapenda maadui zetu. Na huyu anayekusema vibaya maana yake tayari nini? Ni adui yako kwa sababu yuko kinyume na wewe. Roho Mtakatifu ni mwaminifu kwa sababu huyu mtu ameamua kuwa mwaminifu mbele za Mungu, anakufunulia. Kumbuka mimi hapo sijafanya rehema kwa ajili ya watu wengine ambao hata wanaoniuzi kwa siri, hata wanaonifanyia mabaya kwa siri, ninaomba rehema kwa ajili yao. Hilo ombi mimi sinaga. Sasa akawa anafundisha kwamba unapokaa kwenye makusanyiko kama haya, ni muhimu sana kuwaombea wale maadui zako wa siri. Kuomba rehema kwa ajili ya maadui zako wanaofanya vikao kwa siri. Unapokutana nao, yeye ndo anasikia haya. Kwa hiyo moja kwa moja ukimfesi tu, kuna kitu kinakiliki rohoni, unajua huyu kuna jambo. Nyuma yake kuna jambo. Na wakati mwingine Roho Mtakatifu anaweza kukushuhudia kuna 1, 2, 3. Lakini kwa sababu ulishajua, hajaniambia, lakini najua amenisema hivi. Kuna maneno yanapiga makelele, amefanya hivi. Ni baada ya nini?
kukaa sawasawa na Mungu. Baada ya kuwa unaomba rehema kwa ajili hata ya watu usiowajua. Ninaomba rehema kwa ajili ya watesi wangu. Ninaomba rehema kwa ajili ya maadui zangu. Ninaomba rehema kwa ajili ya watendakazi wenzangu. Ninaomba rehema. Usiwe binafsi kwenye hilo kwa sababu hujui mbaya wako ni yupi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kufanya hivyo, Mungu kile kinala kukurudishia inakuwa ni rahisi. Kwa sababu watakapokuja kukuuzi au wewe utakapogundua kuna mtu amekukwaza, inakuwa ni rahisi kumwachilia. Kwa sababu rehema kwako sio kwa ajili yangu peke yangu, sio kwa ajili ya uzao wangu peke yangu, sio kwa ajili labda ya familia yangu peke yangu. Ninapoingia kwenye rehema, huwa naangalia jamii inayonizunguka, familia inayonizunguka, watu wanaonizunguka, naangalia hata katika taifa. Anaweza huyu mtu asinikwaze mimi, lakini nina ndugu zangu, jamaa zangu ambao hawajamjua Mungu. Wanakutana na mambo magumu, wanakutana na watu wasiojua kusamehe, wasiojua kuachilia. Wale watu nani anasimama kawaombea kwa uaminifu? Ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma pia Isaya 55:7. Isaya 55:7. Nitalisoma. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu jioni ya leo, Roho Mtakatifu anatukumbusha tena, wewe usiye haki uache njia zako. Yeye ni mwingi wa rehema, anatusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni Mungu mwenye rehema, haijalishi umekosea kiasi gani na kwa muda gani na kwa kujua au kutokujua. Yeye anasema anasamehe. Tumrudie ataturehemu. Wapendwa, jioni ya leo tunamhitaji Mungu sana. Tusijikaze kwenye uovu. Tusijikaze tunapoanguka dhambini. Tusijikaze tunapowakosea wengine. Tusijikaze kwa kuipalilia dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Unapogundua kwamba mimi nimejikwaa, anakuambia kikubwa, kumbuka ni wapi ulipojikwalia ukatubu. Lakini pia anasema mawazo yetu. Kumbe kutenda dhambi sio kwa sababu mpaka ufanye kitendo. Mawazo. Una mawazo gani ambayo umekuwa ukijisemesha juu ya wengine? Unawazia nini wengine? Una mawazo yako, anasema zitafakarini njia zenu. Je, wewe unatafakari vitu gani? Unatafakari neno kwa wingi, au unatafakari watu, au unatafakari matendo ya ulimwengu huu? Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu jioni ya leo linataka uwe bosi, uwe tajiri, uwe na vyeo. Wakati wa toba, uwapo ibadani, uwapo popote, jitazame wewe kama mwana mpotevu alivyorudi kwa baba yake, akavishwa mavazi ya thamani na kufanywa karamu, baada ya kuzingatia moyoni mwake na kumwomba baba msamaha. Habari ya au kisa cha yule mwana mpotevu kila mmoja anakijua. Ni mtoto ambaye alitamani mali apewe sehemu ya urithi wake kabla ya babake kufariki. Kapewa, kaenda katapanya mali na wanawake zimeisha. Kaanza kufanya kazi pamoja na nguruwe. Manake bosi wake sijui alikuwa hampi chakula, anakula pamoja na nguruwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inawezekana kwenye urejesho upo mlangoni, unagonga hodi. Lakini wewe sasa ni mwana mpotevu. Urejesho unakuja, unakukuta tayari wewe ulishasema mimi tayari, umeondoka. Umechukua vitu ambavyo kabla ya wakati wako wa kupewa, tayari wewe una mambo yako, dunia ilishakusonga. Umesongwa na mambo mengi ambayo yanaendelea. Yaani umefanya maamuzi ya kwako kwamba baba hajafariki, urithi tunajua ni baada ya baba au mzazi kufariki ndio unapewa nini? Urithi. Kwa Mungu vile vile tuko hivyo. Kuna watu ambao tunakimbia, yani unataka vitu haraka haraka. Amepewa vitu, ameenda kutapanya, amerudi. Baada ya kuzingatia moyoni mwake akasema, nyumbani kwetu kuna wale vijakazi wanakula, wanashiba na kusaza.
Kwa nini niteseke? Akaona arudi akaombe tu msamaha. Mimi naona huyo alianza kupiga makelele mbali sana. Alikuwa analia, anaona nitapokelewaje. Kumbuka alishakula sehemu ya ulisi wake, sasa anarudi kufanya nini? Lakini alizingatia moyoni mwake. Ikabidi arudi tu. Hamna namna. Baba ni baba, atanipokea. Alipokelewa, alifanywa kalamu, na yule aliyokuepo pale akasema, baba, mimi niko hapa siku zote. Angalia huyu, alichukua sehemu yake kaenda kutapanya. Amerudi umemchinjia vinono na mavazi ya samani amevaa. Ndivyo alivyo Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Unapoamua kurejea, unapoamua kurudi kwa kutubu, kwa kilio, unamuita kutoka mbali kwamba baba, imetosha. Nimetumikia uongo kwa muda mrefu. Nimetumikia umbea kwa muda mrefu. Nimetumikia zina kwa muda mrefu. Nimetumikia Bwana kutokulipa zaka kamili kwa muda mrefu. Inatosha. Naomba kurudi magotini pako. Roho Mtakatifu anikumbushe. Kwa kila hatua Roho Mtakatifu ni mwaminifu, anikumbushe. Mahali ambapo nakosea, mahali ambapo siwezi kufikiria sawa sawa, Roho Mtakatifu anifundishe, kwa sababu yeye ni msaidizi anayesema atatukumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Ni jioni njema kabisa ambayo najua wewe uliyefika umependelewa na Bwana, kwa sababu hili neno alitaka tulisikie na tukaliishi. Tunahitaji urejesho, lakini kwa sababu ya yale mambo ambayo tumeshindwa kutengeneza ili kupokea urejesho, tutubu jioni ya leo. Kila mmoja ni wakati ambao inabidi atafakari, afikirie, mimi ni wapi? Ni wapi ambapo nimejikwalia? Ni wapi ambapo Mungu alishanibariki nikaharibu kama mwana mpotevu? Ni wapi ambapo nilikuwa nakula na kusaza nyumbani mwa Bwana, lakini sasa hivi sioni tena, nakula kwa shida? Baraka zangu zinanijia kwa shida. Kuna wakati natumia nguvu nyingi kupata shilingi 5,000, inakuwaje? Na hapo kwanza nilikuwa nafanya vizuri. Na hapo kwanza mbona kama ni pesa nilikuwa naipata vizuri, imekuwaje? Kumbuka ni wapi. Mungu wetu ni zaidi ya mababa wa duniani. Rehema na neema zake kwetu hazijawahi kukoma. Bwana Yesu asifiwe. Tafakari. Mwambie Bwana, ni jioni nyingine ambayo Bwana umenipendelea. Umenipa nafasi. Umezungumza na mimi kwa habari ya urejesho na kwa habari ya kutengeneza. Ni wapi nilipojikwalia ili nipate kutubu? Maana wewe unasema nisipotubu waja upesi kukiondoa kinara. Ni kweli Bwana utaziondoa baraka zangu. Ni kweli Bwana utaondoa ile neema uliyoachilia ndani yangu. Ni kweli Bwana utaondoa hata ile mafuta uliyoachilia ndani yangu. Ni kweli Bwana nitapitia kwenye mambo ambayo nitapita kwa sababu tu nimeshindwa kukurudia wewe. Lakini kwa sababu neema zako ni mpya kila asubuhi, jioni ya leo ninakutazama wewe uliyeangikwa msalabani. Unaweza kupiga magoti ulipo, unaweza kusogea mbele ukapiga magoti. Nikumbuke kanisa, usijitazame kama wewe. Mtazame Yesu Kristo msalaba. Mwambie Baba uliangikwa pale msalabani, ninakuja jioni ya leo Bwana. Nimegundua mimi si chochote mbele zako. Ninatambua Bwana kwamba mimi sifai, kwa sababu nimekuwa ni kama mwana yule mpotevu. Na mimi ninakuja mbele ya msalaba wako, msalaba ambao ni asili ya mema, mfalme wa falme. Ninaomba rehema Bwana. Mwambie Bwana, ninahitaji rehema zako, kwa sababu wewe ni Mungu unayerehemu, ni Mungu unayesamehe, ni Mungu unayetakasa. Ninahitaji rehema zako Bwana. Ni kweli Bwana nina haja na urejesho. Ni kweli Bwana ninahitaji kurejeshewa, lakini ile dhambi imenitenga na urejesho. Lakini ile dhambi Bwana imenifanya kuwa mbali na neema hii ya urejesho ulioachilia. Baba, nipo tena mbele zako. Ninaomba rehema, mfalme wa amani. Ninaomba rehema, wewe uliangikwa pale. Kwa kupigwa kwako mimi nimekombolewa. Kwa kupigwa kwako pale msalabani nimewekwa huru. Ninarudi tena magotini pako kwa rehema nyingi Bwana. Rehema zako kwa kanisa lako la Kisima cha Makimbilio jioni ya leo. Achilia rehema kwa watoto wako. Achilia rehema kwa utumishi wako. Achilia rehema Bwana Yesu. Ni wakati mwingine tena ambao Bwana tumeanguka katika msalaba wako mtakatifu. Ni wakati mwingine tena Bwana ambapo tunashuka tena mbele zako. Baba, tuko hapa kanisa lako. Tuko hapa watoto wako Bwana. Tunanyenyekea tena Bwana. Tunakuhitaji tena Bwana. Hakuna namna tunaweza kwa
kuwa salama isipokuwa kwa rehema zako nyingi. Hakuna namna tunaweza kuwa salama ila tunahitaji rehema zako, tunahitaji utakaso wako, tunahitaji msamaha wako Bwana. Tunashuka chini zaidi, wewe uongezeke. Tunashuka chini zaidi Bwana, uliastiri ya mema Bwana. Tunahitaji rehema kwa ajili ya kanisa lako, tunahitaji rehema kwa ajili ya uzao wetu, tunahitaji rehema kwa ajili ya ndoa zetu, tunahitaji rehema kwa ajili ya kazi zetu. Mali tulipotenda yasiyofaa ni kweli Bwana, tumetembea katika njia zetu wenyewe Bwana. Kumbuka rehema tu, kumbuka rehema zako mfalme amani. Kumbuka rehema kwa ajili ya wagonjwa, kumbuka rehema kwa ajili ya wafanyakazi, kumbuka rehema kwa ajili ya watendakazi. Ni Mungu unaisamehe na kusahau. Tunashuka chini zaidi uinuliwe, tunashuka zaidi mfalme amani. Achilia rehema kwa wanao, achilia rehema jioni ya leo Baba. Tumetenda dhambi tukapungukiwa na utukufu, tumekosa ile nuru ya kutuongoza. Roho wako Mtakatifu Bwana amesema na sisi hatujamsikia. Tumekosa utii mbele zako, tumekosa unyenyekevu Bwana. Baba tunaomba rehema, tunaomba rehema ili tutembee sana neno ambalo ulisema na mtumishi wako. Ni mwaka wa urejesho, tunashindwa kutembea sawa sawa na hili neno kwa sababu tu dhambi zetu zimetutenga na uso wako mtakatifu. Dhambi zetu zimetutenga na hili neno, dhambi zetu zimetuweka mbali Baba. Kumbuka rehema tu, kumbuka rehema tu Baba. Watoto wako hapo mbele zako tena wanahitaji rehema zako nyingi, wanahitaji rehema zako nyingi Baba. Tunashuka chini Baba, tunashuka chini Baba. Damu yako iliyomwagika msalabani ikatutakasa jioni ya leo. Damu yako iliyomwagika msalabani ikatutakasa jioni ya leo. Tuoshe kwa hisopo, tuoshe kwa damu yako, tuoshe tena Baba, tuoshe tena mfalme amani, tuoshe tena Baba. Tunashuka Baba, tunashuka katika kiti chako cha rehema Bwana. Tumepungukiwa Bwana, njia zetu zimekuagiza kama ulivyosema, tusipotubu waja upesi kukiondoa kinala. Nasi tunashuka kwa sababu hatuzione njia zetu Baba. Tunaona tukifanya mambo kwa fahamu zetu, tukifanya kwa akili zetu Bwana. Jioni ya leo tumerudi tena, jioni ya leo tunarudi tena, jioni ya leo tunarudi tena Baba. Achilia rehema tu, achilia rehema tu, achilia rehema zako mfalme wa falme, achilia rehema zako Baba, achilia rehema. Wewe ni mwingi wa rehema Baba, una gairi mabaya Baba, gairi juu yetu. Tuondolee kila uovu, tuondolee kila makosa, tuondolee kila uovu, tuondolee kila uasi mioyo yetu Bwana. Unasema moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu tangu mwanzo Baba. Kumbuka rehema zako, kumbuka rehema zako. Mioyo yetu ni midanganyifu, mioyo yetu ni midanganyifu Baba. Tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji wewe. Hakuna namna tunaweza kuona urejesho pasipo rehema zako, pasipo huruma zako wewe uliye mfadhili. Jioni ya leo tunakuhitaji mfalme, jioni ya leo tunakuhitaji tena, jioni ya leo tumekuja tena. Tumepungukiwa na utukufu wako, tumepungukiwa na neema yako, tumekumbuka Bwana fadhili zako, tumekumbuka Baba kwamba wewe ni Mungu unayegairi mabaya, wewe ni Mungu unayekumbuka rehema, wewe ni Mungu mtazama agano. Ama ulivyosema Baba, dhambi zetu hata zikiwa nyekundu kama damu, wewe unazitakasa na kuwa nyeupe kama theluji. Tumerudi tena jioni ya leo, tunahitaji kutengeneza, tunahitaji kutengeneza na wewe, tunahitaji kutengeneza na wewe, tunahitaji kutengeneza Jehova Baba, tunahitaji kuanza upya na wewe. Takasa mioyo yetu, takasa mioyo yetu. Mahali ambapo tumeshindwa kusamehe, mahali ambapo tumeshindwa kuachilia wengine, jioni ya leo ukatupe moyo wa kusamehe na kusahau, moyo wa kusamehe na kuachilia, moyo wa kusamehe na kuachilia. Neno lako linasema linda sana moyo wako kuliko vyote uvilinavyo, lakini mioyo yetu imeshinda kulinda ile chemichemi ya uzima, kwa sababu ni moyo uliobeba chemichemi za uzima, ambako kuna baraka, ambako kuna uzima, ambako kuna uponyaji, ambako kuna afya tele. Tumeshinda Bwana
Kumbuka rehema Baba, kumbuka rehema Baba, tutengeneze kwa upya, tutakase tena, tutengeneze kwa upya, tufinyange kwa upya. Wewe uliye muumbaji wetu, wewe uliye mfinyanzi wetu, tutengeneze moyo Bwana wa kusamehe jioni ya leo. Tengeneza ile mioyo inayoweza kutuza uzima, inayoweza kutuza chemichemi za uzima, maana pasipo kutuza mioyo yetu hakuna uzima ndani yetu, hakuna usalama ndani yetu, hakuna urejesho ndani yetu. Baba, jioni ya leo, rehema zako juu, rehema zako juu ya kanisa hili, rehema zako juu ya ndoa zilizopo mahali hapa, rehema zako juu ya wanandoa, rehema zako juu ya wanafamilia, rehema zako juu ya uzao wetu, rehema zako katika jamii zetu, rehema zako katika familia zetu. Baba, kumbuka rehema tu, kumbuka rehema zako, kumbuka rehema zako. Wewe ni Mungu mwaminifu, hata sasa unatenda, hata sasa unafanya, hata sasa unatembea na kanisa lako. Jehova, 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 ninakuamini wewe, ninakuamini Bwana, ninakuamini wewe. Rehema zako ni nyingi, rehema zako ni nyingi, rehema zako ni nyingi kwa watoto wako Bwana. Hata sasa ninasubutu kusema ni wewe unaituza magano, ni wewe unaitutakasa, ni wewe unaitutakasa kwa damu yako ya agano, ni wewe unaitutakasa kwa damu yako ya thamani, ni wewe unaitutakasa kwa rehema zako nyingi. Baba, tunashuka zaidi, tunashuka zaidi. Uinuliwe mfalme, uinuliwe mfalme. Tunageuka tena kwa upya. Watazame watoto wako, watazame watoto wako wapa katika kiti chako cha rehema Baba. Wanahitaji rehema zako, wanahitaji utakaso wako, wanahitaji kufinyangwa upya. Finyanga tabia zetu, finyanga mienendo yetu, finyanga vinywa vyetu Baba, maana ulimi ulisema ni kiungo kidogo lakini kinaweza kuteketeza hata msitu. Tengeneza vinywa vyetu Bwana, tengeneza vinywa vyetu Bwana, tukae ni kielelezo bora, tukae ni kielelezo, ni barua inasoma mfalme wa amani. Tutakase Bwana, ukaturejeshe ile nuru ya Kristo, ukaturejeshe ile nuru ya Kristo mfalme wa amani. Inatosha sasa, inatosha mfalme wa amani, inatosha Baba. Tumezunguka mahali pasipofaa, tumezunguka katika mazingira yasiyofaa Baba. Tunahitaji rehema zako zikaturejeshe upya, tunahitaji rehema zako zikatukutanisha na neema yako kwa upya, kwa upya tena, kwa upya tena, kwa upya tena, kwa upya tena. Ukatutengeneze Baba upendavyo.
Umezidi kutukumbusha na kusema nasi kwa habari ya kutengeneza njia zetu, kuangalia pale tulipoanguka ili tuweze kutubu, kujitafakari njia zetu Bwana, na kuchunguza njia zetu, mfalme wa amani. Baba, tunakushukuru kwa sababu unasema unaowapenda unawarudi, unawakemea, unawakumbusha yawapasayo kuyatenda. Nasi jioni ya leo Baba, tunakurudishia sifa na shukurani, kwa maana Bwana unatujua, umesema nasi Bwana. Roho Mtakatifu, tunakusihi tupe neema ya kuweza kuwa watendaji wa neno na wala si wasikiaji. Mpe neema kila mmoja wetu, sawa sawa na ambavyo tumekuwa tukijifunza kwa habari ya somo la Sunday School la kwamba tuzitafakari njia zetu. Na jioni ya leo umesema Bwana tutengeneze ili tuweze kupokea huo urejesho. Tufanye matengenezo Bwana. Ninaamini ni wakati, ni mwaka ambao kila mmoja wetu anahitaji kuchunguza njia zake, kuchunguza mwenendo wake, kuchunguza namna anavyokaa na wewe Bwana. Muda tunaotenga kuwa na wewe Mfalme, jitihada na bidii tunazoziweka kukutafuta na kuutafuta uso wako, ili Mungu wetu na Baba yetu tuweze kukuona wewe. Maana ni wewe unayesema Mungu tukujue sana ili tuwe na amani, na ndivyo mema yatakavyotujilia. Hata urejesho Bwana utatujilia pale ambapo Bwana tutakujua wewe, pale ambapo Bwana tutakusogelea wewe zaidi na zaidi. Maana umesema itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito ya Bwana. Mungu unasema tuzitengeneze njia zetu na tuyanyoshe mapito yako katika maisha yetu, ili Bwana ukaonekane. Baba, asante Mtakatifu wa Israeli. Bariki zaidi mtumishi wako Bwana, endelea kumtumia zaidi na zaidi vile upendavyo wewe, kwa ajili ya utukufu wa jina lako na kwa ajili ya mwili wa Kristo. Maana neno linatuambia tumepewa kwa sehemu kila mmoja wetu, ili mwili wa Kristo ukapate kujengwa. Baba, asante, maana tu viungo katika mwili wa Kristo, na Bwana utamtumia kila mmoja upendavyo wewe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ebu mshukuru Mungu, mwambie amen, huku kimpigia makofi, kwa kuwa Bwana amesema nasi jioni ya leo. Haleluya, haleluya.